mfano mimi kwanza nimetoka kwenye nafasi yangu ya udiwani. Mimi kweli sikufichi nimekuwa huru. Ndio nilifika mahali mimi najificha sitaki kutokea vijiweni. Kwa sababu hichi sijafanya. Maisha magumu. Wananchi wanaomba hela. Unakosa amani. Kwa hiyo Brian alipopewa kazi pale halmashauri kwenye mambo ya utalii, yeye akasema kwa sasa hivi yuko busy na harusi, anaomba amalize kwanza harusi. Umeelewa? Brian ile hata sasa hivi umpatie aina kwa sababu ile harusi yake. Na ni kesho kutwa. Na tunaenda kuvamia. Yaani wote kwanza dasi ndo na nini ndo organize wale watu. Mimi siku najiuzudu. Sikuwaamini kwamba yani hicho nilichokifanya kama ongeza kufanya ambapo wao waliniahidi. Kwa sababu mimi nimefanya sijapewa chochote. Yaani mimi mpaka naandika barua ya kujiuzulu sijapewa chochote. Lakini wao waaminifu. Baada ya kuja kuendelea kunifanyia vile ambapo waliniahidi. Kwa sababu kwa mfano mimi nimeajiriwa Arusha DC. Lakini leo kibali cha ajira pale halmashauri kimetangazwa. Mimi nimeshaandika barua leo mchana nakutana na Maera, mgezo huko na gazeti na DC. Mimi siingii online. Mimi naingia moja kwa moja kwenye ajira. Kwa sababu utumishi wametoa, lakini pia halmashauri ya Arusha DC walikuwa kibali cha kuajiri. Umeelewa? Hiyo ni moja. Lakini la pili, vile vyote ambavyo wao waliniahidi, mimi walinipa. Na sio mimi tu, mzee Sikawa alipewa. Mtu ambaye hajapewaga ni Jafet, yeye hakutaka. Hataki chochote, yeye alikataa chochote. Chochote, yani hataki udiwani, hataki kazi, yeye anachotaka tu ni shule yake iwe salama. Basi. Umeelewa? Bryson amepewa kila alichokuwa anakitaka, lakini sasa shida ya Brian harusi yake na yeye mwenyewe anakaa Maroroni, atoki lami kuja kupatana na watu. Mimi hata asubuhi ya leo nimeongea na mkurugenzi, amenipigia simu. Akanambia Ima, mpigie yule diwani wa Mbuguni, mwambie aamini tunachomwambia. Maana itafika mahali sasa tutaona sasa kama vile hatuamini na sisi tutabidi sasa tunyamaze. Lakini kiukweli ni kwamba mwambie aamini kile tunachomwambia. Na hata yeye akitaka sema sasa hiyo yote sijui kama utaweza. Hata yeye akitaka kurudia kwa CCM sisi tutamrudisha kama ni udiwani anataka. Mimi bora kama niambie hivi kwanza kabla ya kuondoka. Mimi hata kama wasiponipa hela lakini soko at least wao wametangaza ile sio kama walikuwa na yani kulifungua. Ndio wameka mapima pale wamerudi. Lakini sasa jana nilikuwa ameniambia na sasa wanakuwekea pini kwa sababu ameniambia na mimi. Yaani unajua ndio pini zile kama kusudi. Sasa wanaamini kwa sababu gani? Wao wanaenda kupima tu kujatoa kibali. Hivi kama mkoa ile alisema watoe kibali. Au wao bwana sasa wao wanakaba wananite. Na wakati mimi hapa nilikuwa mimi nimepangwa kamati ya ardhi ya fedha. Nilikataa sababu ninataka kuondoka. Niliondoka mimi kamati ya Mungu nakwambia. Ukifanya maamuzi leo, ndio soko linafunguliwa za kesho. Mbona mimi sikiliza. Siku ambayo mimi nilifanya maamuzi. Sawa ndio siku ambayo DC alishuka kule kwangu kwenda kunisafisha. Umeelewa? Akaenda akaeleza. Unajua kuna vitu hiyo maisha watafungua kwa sababu wameamua kushindana na nyinyi. Unajua yeye jamaa kwa kule soko kwani na shida gani lisifungue? Ndio sababu mimi hapa ninahitaji kutoka pale. Lakini mimi udiwani bwana kwa sababu na vitu wangu nataka nifanye mimi nikiwa kule nishaanza kuvitarget. Ina maana hata wakifanya soko wakati nimeshaondoka watu waweze wakasema ni wewe. Okay. Sasa kama kuna kosa kubwa umelifanya ni hilo kwamba umetaka kutoka alafu ukaacha ile soko watalifungua kamwe, watashindana na wewe. Mimi kwa sababu kutoka mimi ndio kama yaani ile soko inawezekana wanalizuia tu. Maana Kazeri alikula naye aling'aka naye mkono tulikuwa naye tuko mahali akasema haki ya Mungu. Kwa mfano ndio diwani wa Ngabogo haki ya Mungu. Miradi itaenda mahali ambapo madiwani tunaelewana. Ambaye ni Leguruki, Ngabogo. Maana Leguruki anarudia na Ngabogo. Ngabogo, Makiba. Majengo naye Benadi alikuwa anataka kutoka. Sawa akasema na lakini ziko kata ambazo hakuna kitu kitaenda. Yaani hilo soko lina ni interest ya halmashauri. Lakini wanazuia kwa sababu tu wewe uko Chadema. Umeelewa? Hicho cha kwanza. Na pia nikasema hata kama kwa mfano hata kama mkiondoka leo ndio atakupa hiyo milioni 2 milioni 2 na kutosha. Mimi kufanya mambo yangu mengine. Magari sasa labda mimi sitaki na ajira mbali. Maana wewe nimezungumza naye hataki kwa msaada niende mbali. Na ukua kwa mfano wa huko na sio salama. Nikwambie kwanza. Kwa sio salama. Yaani halmashauri ya Arusha DC. Kama kuna kibali imepewa kikubwa cha kuajiri mpaka imekuwa ni shida, ni kada ya ualimu. Ni kada ya ualimu. Yaani imepewa ya juu. Ani sitaki kwenda serikalini kwa ualimu. Utaki mimi niko nikushauri ndugu yangu. Wewe unasema milioni 2 haitoshi. Ni kweli. Lakini wale watu
ule mkopo kule benki kwanza ujue moja, hamna mtu anakudai. Hamna mtu anadai. Gazeti ya flash. Na wao walichotuahidi sisi na wameendelea kutupa kidogo kidogo mpaka leo. Walituahidi kutupa Kinondongo chetu. Yaani ndio ya kwanza ambayo walituahidi. Na wanatupa kidogo kidogo milioni 11. Milioni 11. Ndio Kinondongo chote jumla nafikiri ni milioni kama 12 11. Bongo wilaya akamwambia madiwani wote waliotoka nataka uwape pesa zao. Kwa Kazeri yeye anachokifanya ana time budget. Ana time kule pamekaaje, anachomoa, anatumia kidogo kidogo. Kwa sababu sasa akipiga yote si anaojiwa. Ataojiwa. Anaojiwa, lakini yeye katuahidi alikwambia mimi nitafanya kwa staili hii mpaka nitaikisha nimaliza, na hata siku ya baraza likivunjwa, siku baraza likifikia mwisho. Maana yake ninayo hapa Kinondongo chao inakuwa na nyinyi sehemu ya nilio hapa. Kwa hiyo nahesabia kwa sababu uchaguzi huu mpaka urudiwe sio sasa hivi. Kule Tundu wakija haraka ina maana watabidi walipe watu wawili walionia pamoja na sisi kwa mfano tumeni nikiondoka, alafu na hawa ambao watakaye kuwa madiwani baadaye. Yaani maana yake mkurugenzi anasema hivi, sawa? Kwanza anasema leo wakiingia madiwani wa Chama cha Mapinduzi kwenye huko ambapo sisi tumetoka, ambao wameshamuandaa yule wa Kawa, yule atakuwa diwani, atakuwa mwenyekiti wa halmashauri. Yaani hata sio hivyo tu, hata huu uchaguzi wa madiwani 7 ukirudiwa, wamesema watahakikisha mwenyekiti yule anapigiwa kura ya no confidence. Kwa sababu kutumia madiwani wao kutumia madiwani wale na watamtengenezea hoja, lakini mwisho wa siku Riko kwenye kura ya maoni wewe utarudi. Bernard hatarudi. Unafahamu? Umeelewa? Kwa sababu sasa hivi watajipanga kupita na Wameru wao. Sasa future yako Riko iko wapi? Riko na security lazima uiangalie. Riko. Hivi Riko mimi Riko nakaa katiti ati. Sawa. Riko mimi security niliyoko nayo. I say mimi namtafuta mkuu wa wilaya na watafuta, tunakaa mahali tunazungumza, na mimi nawaitaga mahali naambia bana mimi sina hela, mkuu wa wilaya anataka Kazeri mtafutie udogo hela. Kazeri ananitafutia hela, ananipa, naenda mimi mpaka kodi ya nyumba sahihi. Kazeri ananisaidia kupitia DC. Mungu huyu mimi Josephine wewe Mafie kwa sababu tu haiwezekani, lakini Mafie Bryson Bernard hata tungetandikia tusingerudishwa na Chadema 2020. Hata tungetandikia tusingerudishwa. Ndio. Kwa sababu tupo nao, lakini wao hawatuamini. Shango. Na Shango. Mafie angerudi tu kwa sababu Mafie ana ile majority ya kiwashauri. Lakini sisi wengine hata mpaka leo wakina Shango hawatarudi kabisa. Na nikuambie tu Riko kwa mikakati ambayo imekaa, mimi nakupa siri za ndani. Hakuna diwani hata mmoja wa Chadema atarudi kwenye jimbo hili. Yaani ni mikakati imepangwa ambayo DC anaelekezwa moja kwa moja. Tunakaa naye DC anapigiwa simu anapokea mbele yetu. Kwamba hata akishinda wa Chadema atangazwa wa CCM. Alafu sio hivyo tu. Hivi kama katiti Chadema walishinda na Tengeu, lakini sehemu alitangaza na hakuna kitu imefanyikaga mpaka leo. Si juzi kitongoji. Ni kweli na kitongoji. Kazeri anasema yeye hawezi ndipo na serikali akaja akamtangaza maisha. Ni kweli. Mtu atabaki atashindaga hapa ni Lema atashinda kwa sababu, lakini pia madiwani wake hawatashinda, lakini Lema atashinda kwa sababu mtu anataka kugombea jimbo ambaye anakipasua Chama cha Mapinduzi ni Mrisho Gambo. Sasa Mrisho Gambo Chama cha Mapinduzi akimkubali ndio watasababisha Lema aendelee kuwa na kura. Ile mimi najua kama na nini Mrisho Gambo hawapatani na hawapatani. Hata nimemuona mzeti tu. Umeona hawapatani kabisa. Dasini kwa nini? Huyu dogo. Lakini mmeto iko vizuri. Huyu dogo ni koo ya Magufuli. Huyu huko sio koo ya Magufuli, lakini mtu wa kule. Huyu ni mtu wa Membe. Mtu wa Membe na Kikwete. Lakini alifanikiwa kupata ukuu mkoa kwa kumfitini Mtibenda. Alitengeneza raio za kuchoma shule. Kwa hiyo Mtibenda akaonekana kama vile ameshindwa kusimamia mkoa, shule zinachomwa ovyo, akamfitini akanyanyuliwa. Akavuruganaga pia na Lema ile moja. Sasa yule dogo yule huyu Mnyeti. Mnyeti yeye wakati watu wanatoka Chama cha Mapinduzi kumpata Lowassa, yeye pekee ndo alibaki kwenye Chama cha Mapinduzi na Magufuli. Na yeye ndo alikuwa anasambaza fomu za urais za Magufuli. Yaani watu wote wananyofoka, wanakimbilia Lowassa, wamechanganyikiwa. Yeye akabaki akasema mimi sitoki. Huyu ndio rais. Hata Magufuli aliposhinda tu Mnyeti alichukuliwa akapelekwa Ikulu kabisa kuwa mshauri wa Ikulu. Ndo akatolewa akaletwa.
Kwa hiyo Magufuli anampigia Mnyeti simu straight. Akati kisheria anataka mpigie mkuu wa mkoa, kwa mkoa ndo amwagize huko. Kwa hiyo vita yao ni kwamba rais anampigiaje simu badala simu ipitie huko. Kwa hiyo anaona wivu ya huko, rais huyu anaweza akachukua mkoa. Na huyu huko naye ameamua kuvimba wala amuelewaki. Kazeri anaweza kumpigia wife wako hata DC. Mimi mara ya mwisho kwa kutengeneza kabisa kupata uhakika, mimi nilimwambia Kazeri naomba ongea na Dr. Juli. Maana Dr. Juli alikuwa anahofia maisha yangu. Kazeri akampigia Dr. Kwa wilaya akampigia Dr. Akamwambia Dr. ananiambia andika. Maana sasa ameshaongea na watu wenye akili. Akaambia mimi nimezungumza na watu wawili, hata mimi nilikuwa nataka kupata uoga. Lakini nimezungumza na mkuu wa wilaya, nimezungumza na mkurugenzi, nenda kaandika barua. Sasa nikaandika. Kwa hiyo unaweza Kazeri mwenyewe anaweza akampigia watu wako.